Kijiji cha Kwagunda kilichopo pembezoni mwa milima ya Usambara mashariki mwa Tanga kilikuwa na utulivu wa kipekee. Wakazi wake waliishi kwa mshikamano, wakilima mihogo, ndizi na kuendesha maisha yao kwa amani. Lakini nyuma ya mapembe ya utulivu huo, kulikuwepo na siri nzito iliyohifadhiwa kizazi kwa kizazi. Selemani, kijana mwenye umri wa miaka 18, alijulikana kijijini kama mtulivu na mnyenyekevu. Aliishi na bibi yake Mzee Nyanjala, ambaye wengi walimwogopa kwa sababu ya maneno ya chini chini kuwa alikuwa mchawi wa miaka mingi. Bibi huyo alipofariki, kijiji kilijawa na huzuni na mshtuko, lakini kwa Selemani, ilikuwa ni mwanzo wa maisha mapya, maisha ya giza. Usiku wa mazishi ya bibi yake, Selemani alipata ndoto ya kutisha. Alijikuta katikati ya msitu wa giza, mbele ya mti mkubwa uliokuwa na midomo inayozungumza. Ndani ya ndoto hiyo, sauti ya bibi yake ilisikika. Mjukuu wangu, umechaguliwa. Urithi wangu ni wako. Tambika kwenye kaburi langu, usiku wa mwezi mwekundu, kisha fungua sanduku la ndimu chumbani. Ndani yake kuna ukweli wa damu yako. Selemani alipoamka aliona alama ya mduara mweusi kwenye kiganja chake cha kushoto. Usiku wa mwezi mwekundu ulipofika, alifanya tambiko hilo bila kusita. Alipofungua sanduku, kulikuwa na fuvu la binadamu, kisu cha shaba na hirizi ya shingo iliyojaa manyoya ya bundi. Kuanzia hapo, Selemani alianza kubadilika. Alitembea usiku, macho yake yaking'aa mithili ya paka. Watoto waliogopa kumkaribia na wanyama walimtazama kwa hofu. Aliweza kuona mambo ya siri, akasikia sauti za pepo na akaanza kulipiza kisasi kwa wanakijiji waliowahi kumdharau bibi yake. Mama Nyakio alipoteza ujuzi wa kupika, kila chakula chake kiligeuka kuwa majivu. Bwana Matiku alipata ukoma wa ghafla na kijana Bakari, aliyemchokoza Selemani shuleni, alianza kusema lugha isiyojulikana na akawa kama mwenda wazimu. Wazee wa kijiji walihisi jambo si la kawaida. Walianza kumshuku Selemani. Lakini kila walipojaribu kumkabili, waliishia kupata ndoto za kutisha au kuumwa ghafla. Siku zilivyozidi kusonga, hofu ikatanda kijiji cha Kwagunda kama ukungu mzito wa alfajiri. Wazee walinyamaza, vijana walikimbilia mijini na watoto waliambiwa wasimkaribie Selemani hata kwa kusalimia. Lakini kijana huyo hakuwa tena yule aliyekuwa akicheka na kucheza kandanda na wenzake. Sasa alikuwa kivuli cha giza kilichojificha ndani ya mwili wa binadamu. Selemani alianza kuona vitu ambavyo wengine hawakuweza kuona. Alipotazama mtu, alijua siri zake, aliyemkosea, aliyefanya dhambi, hata aliyemwonea bibi yake miaka mingi iliyopita. Kila mara alipofumbua macho yake ya ndani kwa kutumia hirizi ya manyoya ya bundi, ulimwengu wa kawaida ulitoweka na aliona sura za pepo, vinyago vya zamani na nyoka waliovaa ngozi ya binadamu. Siku moja, akiwa amekaa nje ya kibanda chake cha nyasi, Selemani alimwona Mzee Chusa akitembea kwa shida kuelekea kisimani. Mzee huyo alikuwa miongoni mwa wazee waliowahi kumshutumu bibi yake kwa uchawi hadharani miaka mingi iliyopita. Selemani alifumba macho na kunong'ona maneno ya Kizaramo yaliyojaa nguvu ya giza. Ghafla, Mzee Chusa alipiga kelele na kuanguka, macho yake yakigeuka kuwa meupe kabisa, kana kwamba alikumbwa na pepo wa baharini. Huo ulikuwa mwanzo wa mateso makubwa zaidi. Kila aliyempinga Selemani alianza kuteseka, mizoga ya wanyama ilianza kuonekana milangoni mwa watu, akina mama walipata mimba za ajabu, na sauti za ajabu zilisikika usiku zikimuita mtu kwa jina lake kutoka kichakani. Hofu ikafika kwa mwenyekiti wa kijiji, Bwana Nyangusi. Alikusanya wazee wachache waliobaki na kuwaita waganga watatu kutoka milimani ya Pangani. Walifika usiku wa manane na wakaanza tambiko la siri kwenye uwanja wa mpira wa kijiji. Walipowasha moto wa tambiko, moto huo ukazimika ghafla na upepo mkali ukaanza kuvuma, ukibeba sauti ya Selemani ikisema kwa sauti nzito isiyo ya kibinadamu. Msinijaribu. Damu ikimwagika, sitarudi nyuma. Waganga walikimbia. Mwenyekiti akazimia. Na kijiji kikaingia rasmi kwenye enzi ya giza, enzi ya Selemani. Lakini ndani ya Selemani palikuwa na mvutano.
Roho ya bibi yake ilimshinikiza aendelee na kulipiza kisasi, lakini moyo wake wa binadamu ulianza kuhisi maumivu ya upweke. Hakukuwa na rafiki, hakukuwa na familia, kila mtu alimwogopa. Siku moja alisikia sauti ndogo, laini na ya upole ikimuita, Selemani. Huu si urithi pekee uliobaki. Kuna siri nyingine iliyofichwa kwenye damu yako mwenyewe. Sauti ile ya ajabu haikumtoka kichwani Selemani. Tofauti na sauti ya bibi yake ambayo kila mara iliongea kwa ukali na kutoa amri, hii mpya ilikuwa ya utulivu, ya upole, lakini ilimtikisa hadi moyoni. Ilikuwa sauti ya mwanamke, ya huruma, iliyozungumza kana kwamba ilimjua zaidi ya alivyojijua. Usiku uliofuata, Selemani aliamka ghafla. Alikuwa amelala chini ya mti wa mkangazi, mbali kidogo na kijiji, mahali ambapo bibi yake alikuwa akienda kusali usiku kwa usiku. Ndani ya ndoto aliyoona, sauti ile ilimuita tena. Selemani, panda mlima Usambara upande wa mashariki. Juu ya kilele cha mti wa miujiza utanikuta. Hapo ndipo utajua ukweli wote, kwamba si kila uchawi ni wa kisasi. Asubuhi iliyofuata, bila kumwambia yeyote, Selemani alikusanya hirizi zake, kisu cha shaba na hirizi ya bundi, kisha akaanza safari ya kuelekea kwenye mlima Usambara. Njia ilikuwa ngumu, alivuka mito yenye nyoka, mashamba yaliyotelekezwa na kupita kwenye mapango yaliyokuwa na vicheko vya pepo. Lakini hakurudi nyuma. Siku ya tatu, akiwa juu kabisa ya mlima, alikuta mti mkubwa wa ajabu. Mizizi yake ilizama ardhini kama nyoka na matawi yake yalizunguka kama mikono ya mtu aliye hai. Hapo ndipo alimuona mwanamke aliyevaa vazi jeupe, macho yake yakimwangaza kama jua la mchana. Karibu Selemani, sauti ile ile ikasema, mimi ni Zena, dada wa bibi yako. Nilifichwa kwa makusudi ili siku moja nikuletee nuru kabla giza halijakumeza kabisa. Selemani alipigwa butwaa. Hakujua kama bibi yake alikuwa na ndugu mwingine, wala hakuwahi kusikia jina hilo. Zena alimweleza kuwa ukoo wao ulikuwa na mizizi miwili, moja ya uchawi wa kulipiza kisasi na kulaana, na nyingine ya uponyaji na ulinzi. Bibi yake alichagua njia ya giza baada ya kuumizwa na kijiji, lakini damu ya Selemani bado ilikuwa safi, aliweza kuchagua. Zena akamwambia, hirizi ya bundi ina pande mbili. Umeitumia upande wa mauti. Geuza, uitumie kuponya. Lakini kufanya hivyo, utalazimika kukabiliana na roho ya bibi yako na kumshinda. Selemani alijua hilo halingekuwa rahisi. Roho ya bibi yake ilikuwa ndani yake, ndiyo ilimpa nguvu, maarifa na ulinzi. Kumshinda ilikuwa kama kuua sehemu ya nafsi yake. Lakini kwa mara ya kwanza moyo wake uliguswa. Alikumbuka rafiki zake wa utotoni, alikumbuka kucheka, alikumbuka kupendwa. Alitamani maisha ya kawaida. Alitaka kusamehewa. Usiku uliofuata juu ya mlima Usambara, Selemani alikaa kimya chini ya mti wa miujiza, akitafakari alichosikia kutoka kwa Zena. Moyoni mwake kulikuwa na vita ya ajabu, upande mmoja ukimvuta kwenye giza la kisasi, upande mwingine ukimvuta kwenye mwanga wa msamaha. Zena alimkabidhi hirizi mpya iliyojaa manyoya meupe ya bundi na shanga za kijani. Ukitaka kupambana na roho ya bibi yako, lazima uingie ndani ya nafsi yako mwenyewe. Huko ndiko alipojificha. Lakini ukishindwa, utakuwa wake milele. Selemani alifunga macho na kuweka hirizi mpya kifuani. Ghafla upepo mkali ulivuma na dunia yote ikatoweka. Akajikuta ndani ya dimbwi la giza, sehemu isiyo na mwangaza, isiyo na ardhi, isiyo na anga. Huko alimsikia bibi yake Mzee Nyanjala akiwa amekaa kwenye kiti cha mawe, amezungukwa na nyoka na moto wa kijani. Unadhani unaweza kunitoroka, Selemani? Sauti hiyo ilivuma, ikitikisa anga la giza. Nilikufundisha kila kitu. Nilikupa nguvu. Bila mimi, wewe ni nani? Sitaki tena kuumiza watu, Selemani alijibu kwa sauti dhaifu lakini ya kweli. Sitaki kuishi kwa woga na mateso. Nataka kuwa mtu wa mwanga. Bibi yake alisimama. Nyoka walianza kupanda mabegani mwake. Basi pigana nami, akasema, lakini kumbuka, ukianguka, roho yako haitarudi tena.
Ndani ya mapambano hayo ya roho, Selemani alijikuta akikumbuka matendo yote aliyowahi kuyafanya kwa uchawi, vifo, laana, vilio. Kila kumbukumbu ilikuwa kama msumari kwenye moyo wake. Lakini alipoikumbatia hirizi ya bundi mweupe, mwanga ukaanza kutokea kifuani mwake. Uliwaka na kumzunguka hadi kuwa ukuta wa nuru dhidi ya giza la bibi yake. Mapambano hayo yalidumu muda mrefu. Mwanga dhidi ya giza. Msamaha dhidi ya kisasi. Moyo dhidi ya nguvu. Hatimaye, Selemani alimpiga bibi yake kwa nuru ya ndani na mwili wa roho ukayeyuka kama moshi. Bibi yake akapiga kelele ya mwisho, umenisaliti. Lakini damu yangu daima itakuwa ndani yako. Selemani aliamka akiwa amelowa jasho. Alikuwa peke yake juu ya mlima, lakini hisia ndani yake zilikuwa tofauti. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi kadhaa, macho yake hayakuangaza tena giza, bali alitulia kama maji ya mto wa asubuhi. Alishuka mlimani taratibu, akiwa na nia moja, kurekebisha alichoharibu. Selemani alipowasili tena kwenye mipaka ya kijiji cha Kwagunda, anga lilikuwa limetandwa na mawingu mazito, kana kwamba hata mbingu ilikuwa inahisi mzigo wa aliyobeba. Kijiji kilikuwa kimetulia kimya, sauti za watoto zilikuwa zimekoma, vicheko havikusikika tena, na hata ndege waliogopa kuruka juu ya vichaka vya kijiji hicho kilichogeuka kivuli cha zamani zake. Watu walipoona Selemani anarudi, walikimbia kujificha nyuma ya madirisha na milango. Hakuna aliyemkaribia. Alihisi baridi ya kutengwa ikimkaba shingo kama kamba ya uchawi wa zamani. Lakini hakurudi nyuma. Alichukua muda kutembea kuelekea uwanja wa kijiji, mahali ambapo watu walikusanyika kwa sherehe, midahalo na mikutano. Alisimama katikati, akaweka hirizi ya bundi mweupe chini, kisha akainua mikono juu. Nimetubu, alitangaza kwa sauti nzito lakini ya huzuni. Nimekata mnyororo wa giza. Nimechagua mwanga. Najua nilichowafanya, inajua nilivyowaumiza, najua si rahisi kusamehe. Lakini niko tayari kubeba adhabu yoyote, mradi niishi kwa ukweli. Muda ulipita bila jibu. Ndipo mama mmoja, Bi Rehema, ambaye mtoto wake alikuwa amepagawa, akatoka taratibu. Alimtazama Selemani kwa macho yaliyojaa machozi, si kwa hasira bali kwa uchungu. Mtoto wangu aliwaka moto wa ghafla. Aliungua uso. Lakini sasa amenyamaza tangu jana usiku, alisema. Ni kweli ulikuwa wewe? Selemani alinyenyekea, akainama na kusema, ndiyo. Bi Rehema alikaa chini akilia kimya. Kisha wazee wa kijiji wakatoka mmoja baada ya mwingine, mwenyekiti Nyangusi akiwa miongoni mwao, bado akitembea kwa fimbo baada ya kupoteza nguvu siku ile ya tambiko lililoshindikana. Mzee huyo alimkaribia Selemani polepole. Kijiji kinapona kwa ukweli na kwa muda. Lakini kumbuka, uchawi hauishii kwa kuacha. Una mizizi. Lazima uikate kabisa. Kwa maelewano ya pamoja, walikubaliana kwamba Selemani atasaidia kurekebisha uharibifu kwa kutumia nguvu za uponyaji. Atawatibu walioumizwa, kuondoa laana zilizoachwa, na kurejesha uhusiano na ardhi na roho za mababu waliokerwa. Siku zikaenda na polepole watu wakaanza kumkubali tena. Selemani aligeuka kuwa mponyaji, mchawi wa nuru. Alifungua jicho la tatu, si kwa kuangamiza, bali kwa kusaidia, kuondoa ndoto mbaya, kuokoa mimea iliyokufa na kutuliza roho za waliokufa vibaya. Lakini usiku mmoja, akiwa amelala, alisikia tena sauti. Si ya bibi yake. Sio ya Zena. Ilikuwa mpya kabisa. Selemani, bado haujamaliza. Kwenye ardhi ya ukoo wetu kuna kifo kingine kinanyemelea. Cha yule ambaye hajawahi kusamehe. Na safari yako bado inaendelea. Usiku huo, Selemani alishtuka kutoka usingizini akiwa na jasho jingi. Sauti ile mpya bado ilisikika ndani ya kichwa chake kama mshindo wa ngoma ya kitambo, nzito, ya kustaajabisha na ya tishio. Hakuielewa kabisa, lakini alijua kitu kimoja, amani aliyojenga kwa tabu ilikuwa katika hatari. Alikumbuka maneno ya Zena, uchawi wa ukoo wenu una mizizi miwili. Ukikata moja, nyingine hujificha na huweza kumea tena ikiwa haijatambuliwa.
Asubuhi iliyofuata, Selemani alikwenda kuonana na mzee wa mwisho aliyebaki kijijini, aitwaye Babu Kasimu. Huyu alikuwa hajawahi kumwogopa Selemani. Walisemekana ni mmoja wa waliowahi kulogwa zamani, lakini roho yake ilikataa kufa. Alikuwa na jicho moja tu, lakini aliona mbali kuliko wengi. Selemani alipomweleza kuhusu sauti ile mpya, Babu Kasimu alimtazama kwa muda mrefu kisha akasema, "Uko tayari kuifahamu historia ya damu yenu ambayo bibi yako aliificha?" "Ndiyo," Selemani alijibu. Babu Kasimu alimchukua hadi kwenye pango la kale lililopo chini ya mti wa mitende ulioanguka miaka mingi iliyopita. Ndani palikuwa na uchoraji wa miamba, vinyago vya kale na alama za tambiko la zamani, maeneo yaliyokatazwa kuingiliwa hata na waganga wa jadi. Miaka mingi iliyopita kulikuwa na ndugu wawili, Babu Kasimu alianza kusimulia. Nyanjala, bibi yako, na Mbaruku, kaka yake. Wote walikuwa wachawi. Lakini walitofautiana. Nyanjala alitumia nguvu kujilinda, lakini Mbaruku alitaka utawala. Wakati kijiji kilipoamua kumfukuza Nyanjala, Mbaruku alificha uchungu wake na akajitenga, akaapa atarudi siku Selemani atakapotimiza miaka 18. Selemani alipigwa na butwaa. "Kwa hiyo sauti hiyo ya usiku ni ya Mbaruku?" Babu Kasimu akatikisa kichwa. "Ndiyo." Mbaruku hakuuawa. Alifungiwa kwenye jiwe la vumbi la mababu ambalo lipo ndani ya msitu wa kale, msitu ambao haupigwi jua wala mvua. Lakini sasa milango ya zamani imeanza kufunguka. Selemani alihisi baridi likimpitia mgongoni. Sasa hakuwa tu na jukumu la kurekebisha makosa yake mwenyewe, bali pia kuzuia janga kubwa linalonyemelea kijiji, kurejea kwa roho ya Mbaruku. Babu Kasimu alimkabidhi ramani ya zamani yenye maandishi ya Kiarabu na alama za kale. Ramani hiyo ilionyesha njia ya kuingia kwenye msitu wa vumbi la mababu, eneo la mwisho ambalo hata wachawi waliogopa kulikanyaga. Safari hii, Babu Kasimu alisema kwa sauti nzito, hutaenda kutubu. Utaenda kupigana. Sasa si roho ya bibi yako tu, ni damu ya ukoo mzima inayokungoja. Siku 3 baadaye, Selemani alikuwa tayari ameingia ndani ya msitu wa kale, mahali ambapo hata upepo haukuingia, majani hayakutikisika, na hata nyoka waliokuwa humo hawakutoa sauti. Huu haukuwa msitu wa kawaida, ulikuwa hai, ulikuwa na kumbukumbu, ulikuwa na hasira. Ramani ya Babu Kasimu ilimwongoza hadi kwenye jiwe kubwa lililozikwa nusu ardhini. Jiwe hilo lilikuwa na maandishi ya zamani yaliyoandikwa kwa damu ya tambiko. Selemani alipolisogelea, ardhi ilitetemeka na moshi mweusi ulianza kutoka chini ya jiwe. Sauti ya Mbaruku ikavuma kutoka kwenye moshi huo, "Mimi ndiye mzizi wa giza la ukoo wako, Selemani. Wewe ni sehemu yangu, na hakuna nuru inayoweza kufuta damu yangu ndani yako." Selemani hakutikisika. Alishika hirizi ya bundi mweupe, akainua juu ya kichwa chake na kusali, lakini hakuna kilichobadilika. Msitu huu haukusikia sala. Hapa nguvu ya imani pekee haikutosha. Ilibidi achague kupigana kwa moyo wake wote. Mbaruku alijidhihirisha, mrefu, mwenye macho mekundu yanayowaka kama makaa, miguu ya simba na mikono ya mti uliokufa. Kicheko chake kilijaza anga, kikivunja matawi na kuyeyusha majani. Mapambano yakaanza. Selemani alitumia kila alichojifunza: maombi, hirizi, wito wa roho za mababu waliotakasika. Lakini kila aliposhambulia, Mbaruku alirudi akiwa na nguvu zaidi. Ndipo Selemani alikumbuka alichojifunza kutoka kwa Zena, kwamba nguvu halisi haiko kwenye laana, bali kwenye msamaha. Ndani ya mapambano hayo, alielekeza mikono yake chini, akakumbatia ardhi ya ukoo wake, kisha akasema kwa sauti ya ndani, "Mimi si wewe, Mbaruku. Nimechagua kuwa mwanga." Punde tu alivyosema hayo, ardhi iling'ara kwa mwanga mweupe uliobubujika kutoka kwenye jiwe la vumbi la mababu. Moshi mweusi ulilia, ukiliacha jiwe likipasuka vipande vipande. Mbaruku alilia kwa sauti ya majonzi, siyo ya hasira tena, bali ya roho iliyoteseka kwa karne nyingi. Mwanga huo ulizima kila giza katika msitu. Mimea ilianza kukua tena, ndege walirudi kupiga kelele, na jua lilichomoza juu ya miti kwa mara ya kwanza katika miaka mingi.
Selemani alianguka chini kwa uchovu, lakini moyo wake ulikuwa mwepesi. Alijua amemaliza kazi kubwa zaidi ya ukoo wake, kuvunja mnyororo wa giza, kuacha laana ya vizazi. Miaka kadhaa baadaye, Selemani alijulikana si kama mchawi, bali kama mchunga wa mizizi anayehifadhi historia, anayefundisha vijana wa kijiji kuhusu nguvu ya kuchagua mwanga hata kama umetoka kwenye kivuli. Kijiji cha Kwagunda kikaanza upya. Majani yakawa ya kijani, vicheko vikarejea, na jina la Selemani likawa somo la hekima kwa vizazi vijavyo.